ya kutazama yanayotoka kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Fungua mdomo mmoja ambao kazi yake ni kuyanena ya Baba. Ufunge mdomo wa kuyanena ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitembea katika njia hiyo, nakwambia hii safari itakuwa nyepesi kwako. Maisha yatakuwa hayana stress. Unajua kwa nini nasema ufunge sikio moja ya kusikia wanadamu? Maneno ya wanadamu yote asilimia 99.999 ni ya kuvunja moyo. Bwana asifiwe. Lakini yale yanayotoka kwa Baba yote asilimia 100 ni ya kukutia moyo katika maisha na katika safari. Ni ya kukuencourage ili uendelee kusimama na kusonga mbele. Umesikia Yesu anasema, kamwambieni huyo mboya, maana ameletewa ripoti ya wanadamu ya kuvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Habari za ondoka katika mji huu, wakati uko hapo kwa ajili ya Bwana, uko hapo ufanye ya Bwana na unaendelea kufanya ya Bwana. Wewe unafurahia zile kazi Bwana anafanya ndani yako. Halafu unaambiwa ondoka kwa mji huu, maana eti fulani ameazimia kukuua. Otondo ndiothi. Na ase ndiothi. Kiba kubikia ano mabotwe, ano mabagwe, ano mawengala. Kiba. Amina. Hata wewe Yesu. Ni ase ndiko niende. Soka. Kiba. Bwana asifiwe. Najua sauti ni nyingi zinazosemwa na wanadamu. Lakini sauti ya Baba inaniambia, mwanangu hapa mpaka kielewe. Amina. Na tuko hapa. Amen. Bwana asifiwe. Nimesema jicho moja na mkono wa kushoto ulifunge, maana yale yatakayotokea kuyatazama manyonge madhaifu ya kukuvunja moyo ni mengi. Utatazama vitu unaona haviendi. Unaona vitu vya kukuvunja moyo. Lakini fungua jicho moja kuelekea kwa Baba, kwamba uyaone ya Baba yaliyo makuu unayoyatazamia maishani mwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akili ni mbili kulingana na vile kichwa yako imegawanywa. Kuna akili inawaza ya mwanadamu na akili inawaza ya mbingu. Wacha upokee ufahamu wa akili wa yale yanayotoka kwa Baba. Maana ukipata ufahamu wa akili yanayotoka kwa wanadamu pia utakuwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Fika mahali upate ufahamu. Chana nilikuwa naongea maana nasema kuna kaufunguo hivi kamefichwa kwa wale watu ambao hawana ufahamu. Lakini hapo kaufunguo ukiwa napo kaje kufungua lile fuvu lile la kujua mema ya Bwana na jinsi Bwana anavyokupenda na alivyoazimia kukuhifadhi, utakuwa huna mashaka kabisa. Kaufunguo wako ukikapata wakati mambo yanakuwa